Ni mapenzi kiasi gani yanaweza kumfanya baba mtu mzima akatokwa na machozi kiasi hiki? Ni mapenzi kiasi gani yanaweza kumfanya mfungwa avunje sheria za gerezani, ashikane mkono na mwanaume hadi polisi waingilie kati? Huyu jamaa anaitwa Shu Zeng, ana umri wa miaka 40 na amekuwa single maisha yake yote. Kwa sababu ya umaskini wake, kila mwanamke aliyekuwa anamtaka alikuwa anamkataa. Shu alilipa hela kibao kwenye hii kampuni maalum kwa ajili ya kutafutia watu wa chumba. Leo amekuja kudai hela zake kwa kuwa hii kampuni haijamsaidia kitu chochote hadi sasa. Baada ya kutoka kwenye ile kampuni iliyomtapeli, Shu alikutana na bonge moja la pisi fulani hivi vimenyoka, inaendesha baiskeli. Mapigo yake ya moyo yalisimama, akageuza shingo yake amwangalie mtoto. Shu alimfuata yule mwanamke nyuma mdogo hadi kwenye hospitali hii hapa ya jiji. Huyu mwanamke anaitwa Yin, anajiuza kwenye baa moja maarufu sana hapa kijijini. Kila mwezi anakuja hapa hospitali kupima ukimwi. Shu aliwaalika marafiki zake hadi kwenye hii baa ambao Yin anajiuza ili waone jinsi gani hii pisi ilivyokali. Marafiki zake wote walikuwa busy wanacheza muziki, Shu alikaa peke yake kwenye kona. Yin alivutiwa sana na utulivu wa jamaa, akaamua kumfuata ili wapigane story mbili tatu. Yin alikuwa amelewa kinoma, akawa anapiga story na jamaa huku akiwa amemkumbatia. Shu alifurahi sana, hii ndio ilikuwa mara yake ya kwanza kukumbatiwa na demo mzuri kama huyu. Kila siku asubuhi Shu alikuwa anatuma chupa mbili za maziwa, kadi na ua jekundu nyumbani kwa kina Yin. Alikuwa anajificha pembeni, akimwona Yin amepokea vitu vyake alikuwa anafurahi kichizi. Jamaa alikuwa hajui kwamba Yin ana allergy ya maziwa, kwa hiyo alikuwa anayamwaga yale maziwa kwenye mtaro, alikuwa hayanywi wala nini. Ili kuonyesha upendo kwa Yin, jamaa alikuwa anaenda kwenye duka la huyu mtoto, anafanya usafi kila akipata nafasi. Siku moja Yin alimpa huyu mshikaji leso ili ajifute jasho. Siwezi nikafutia hii leso, nitaitunza daima, nitajifutia tu shati langu. Mazoea yalipozidi kati yao, Shu alijua kwamba huyu mtoto ameanza kumpenda. Siku moja wakiwa kwenye gari, Shu alijipanga kwa ajili ya kumtongoza Yin. Kabla hajamwambia kitu chochote, Yin akamwambia, "Katika maisha yangu siwezi nikadate na mwanaume ambaye yuko kama wewe." Kabla mshikaji hajajitetea, demu akashuka, akafunga mlango, akaondoka. Jamaa alizani kwamba huyu demu ampendi kwa sababu hana hela. Kesho yake alizichukua hela zake alizokuwa anazitunza kwa muda mrefu, akampa huyu dada. Akamwambia, "Yin, nakupa hizi hela na kutafutia na nyingine. Sitaki tena ufanye kazi ya kujiuza pale baa." Yin akamzaba kofi la kushoto. "Unanichukulia mimi ombaomba? Wewe kaka unajikuta nani? Hakuna mwanaume anayeweza kunipangia cha kufanya kwenye maisha yangu." Kesho yake usiku Yin alilewa sana akiwa baa. Usiku wa manane alipokuwa anarudi kwao, alikutana na mshikaji anamsubiri hapa nje. Walipokuwa kwenye bodaboda wanarudi nyumbani, Yin alimkumbatia mshikaji kwa nguvu sana, akailaza sura yake mgongoni kwa jamaa kwa kitabasamu. Ukarimu wa jamaa ulifanya mtoto aanze kumpenda mdogo. Siku moja Yin alikuwa na ugomvi na mteja akampiga ya kichwa, akawaishwa hospitali. Shu aliacha shughuli zake zote akaja hapa hospitali. Mshikaji aligoma kabisa kuondoka pembeni ya Yin. Yin alipofumbua macho na kumuona mshikaji amelala pembeni yake, alijisikia vizuri sana. "Nitafanya kila njia kuhakikisha unakuwa ni mwanamke mwenye furaha kuliko wanawake wote hapa duniani. Niko serious, sijawahi kumpenda mwanamke yote kama ninavyokupenda wewe. Naomba ukubali kuolewa na mimi. Tafadhali. Nakupenda kuliko hata unavyofikiria mama." Baada ya Yin kupona, wakafunga ndoa. Waliishi maisha ya furaha sana pale kijijini kwao. Kabla hata hawajaenjoy matunda ya ndoa vya kutosha, siku moja mke wake Yin alipigiwa simu. Aliambiwa, "Unahitajika nyumbani haraka, njoo." Akaondoka. Upande wa pili, Shu alikuwa busy kumzalisha ng'ombe wake, akujua kama mke wake ameondoka. Alijaribu kumpigia simu mke wake mara kibao, simu yake ikawa haipatikani. Alikaa mlangoni usiku mzima akimsubiri mke wake, lakini mke wake hakutokea. Wakati anataka kupiga simu polisi, akapigiwa simu na mtu ambaye anadai kwamba yeye ni mume wa Yin. Shu aliamua kuja hadi hapa kwenye Vimbweta kwa ajili ya kukutana na mshikaji ambaye anadai kwamba yeye ni mume halali wa Yin. Shu alivyoonyeshwa picha za ndoa kati ya mshikaji na Yin, aliishiwa power. Ina maana nimedanganywa. Ina maana nimemuoa mke wa mtu. Kumbe Yin alimtoroka mume wake kwa sababu mume wake alikuwa anampiga sana. Jamaa akamwambia mshikaji ampe milioni, la sivyo atarudi na mke wake kwao. Shu akauza ng'ombe na mali zake kadhaa, akamlipa mshikaji milioni, wakasaini mkataba kwa madole gumba. Akajua kila kitu kitaenda sawa. Jamaa kuishia hapo, aliendelea kuja tena na tena kuchukua hela, tena na tena kuchukua hela. Ni kama alimgeuza mshikaji kama ATM mashine yake hivi. Daktari mmoja alimfuata Shu akamwambia kwamba mke wako ameathirika, ana virusi vya ukimwi. Akushauri uende hospitali ukapime. Mshikaji alienda hospitali kupima akiwa anaogopa kinoma. Kwa bahati nzuri alikuta hajaathirika. Wakati anarudi nyumbani, jamaa alishiwa pawa, akachuchumaa, akawa anajiuliza ni jinsi gani anamfikishia taarifa mke wake kuhusiana na haya mambo. Alipoingia ndani ya nyumba yake, alikuta waifu wake bado hajarudi. Kuangalia huku na huku, akakutana na barua hii hapa, imeachwa na mke wake. "Kwako mume wangu kipenzi Shu. Nisamehe kwa kukuletea matatizo kwenye maisha yako. Nisamehe kwa kufanya uuze ng'ombe wako. Nimeamua kuondoka kwa kuwa sitaki kukuona ukiteseka kwa ajili yangu. Haikuwa kusudi langu kukudanganya. Mapenzi yangu kwako ni ya kweli. Nitapambana kulipa gharama zote ulizogharamikia juu yangu. Nakutakia maisha mema, I love you." Yin hakutaka kuendelea kumpa mateso mshikaji, akaamua kuondoka kimya. Shu alitoka spidi kichizi kwa ajili ya kwenda kumfuata kumrudisha Yin. Shu alimtafuta Yin kila mahali, lakini kwa bahati mbaya hakuweza kumpata. Siku moja Shu alikutana na passport ya Yin.
Akaenda kwenye ofisi za uhamiaji kuomba wamsaidie kumtrack mke wake. Wakafanikiwa kujua alipo. Kwa bahati mbaya walipokutana tena ilikuwa ni ndani ya kituo cha polisi. Yin alifikaje ndani ya kituo cha polisi? Kumbe Yin alianza tena kujiuza ili arudishe hela kwa Shu. Alikuwa hajui kabisa kama ameathirika na virusi vya ukimwi. Maelfu ya wanaume walimshtaki Yin kwa kuambukiza ukimwi kwa makusudi. Yin yuko kituo cha polisi akisubiri uamuzi wa mahakama. Habari za Yin zilitrendi sana nchi nzima. Mtangazaji mmoja alimfuata Shu akamdanganya. Ukikubali kufanya interview na mimi ukanielezea kila kitu, mahakama itampunguzia kifungo mkeo, atatoka jela hivi karibuni. Kwa kuwa Shu bado anampenda sana Yin, aliamini maneno ya mtangazaji, akamwelezea mtangazaji story nzima. Kesho yake story yake nzima ikatapakaa kwenye magazeti. Kila mtu pale kijijini alimcheka kwa kuwa zoba. Familia yake ilimtaka achane kabisa na Yin. Kila jamaa akijaribu kwenda kumtembelea Yin kituo cha polisi, Yin alikuwa anakataa kuonana naye. Yin hakutaka mshikaji amone katika hali ile. Shu alikuwa anaangalia video za Yin akiimba pale baa kila siku huku akicheka na kulia. Mama yake alimwangalia mwanae kupitia dirishani kwa hasira, akautoa mkanda akaenda kuvunja. Bi mkubwa akamtishia jamaa akasema usipoachana na Yin mimi nitakunywa sumu hii hapa. Jamaa akakwapua bakuli lenye sumu kwa kono lake la kulia na kushoto akanywa kama yote. Akaanza kutoka povu. Walimwaisha hospitali haraka wakaokoa maisha yake. Kwa bahati mbaya kemikali za sumu ziliharibu koromeo lake. Kwa hiyo mshikaji hata kuja kuongea tena. Mahakama ikaamuru Yin afungwe miaka 2. Kabla hajahamishiwa gerezani, Yin aliomba akutane na Shu kwa mara ya mwisho ili amwambie mshikaji kwamba asimtafute tena. Sitaki kukuona tena kwenye maisha yangu, naomba uondoke. Umeniharibia maisha yangu. Nisingekuwa hapa nilipo kama nisingekutana na wewe. Naomba uendelee na maisha yako. Naomba usijaribu kunitafuta tena kwenye haya maisha. Yin alikuwa anamwangalia mshikaji kwa hasira. Mshikaji asemi kitu chochote. Tutaonana tena baadaye. Shu alikuwa analia lakini hakuweza kutoa sauti yoyote. Akamuonesha karatasi iliyoandika ahadi kede kwamba atamfanya huyu mwanamke kuwa na furaha kuliko wanawake wote hapa duniani na hajawahi kumpenda mwanamke yote kama anavyompenda huyu mwanamke. Yin alijaribu kujizuia hisia. Muda wa kuwaona wageni ukawa umeisha. Askari akamchukua Yin kwa ajili ya kumrudisha mahabusu. Wakati Yin anaondolewa, Su alikuwa anapiga kioo cha glasi kwa analia kwa uchungu lakini sauti haitoki. Alipiga kioo huku akilia kwa uchungu sana. Sauti haitoki, piga kioo. Demu akageuka. Akamkimbilia jamaa hadi kwenye kioo. Nini kimeipata sauti yako? Nini kimetokea? Mbona huongei? Nini kimetokea? Mbona huongei? Jamaa anachezesha tu midomo inamwambia I miss you. Sauti haitoki. Una tatizo gani? Nini kimekupata mume wangu? Una tatizo gani? Ni kitu gani kimeipata sauti yako? Oya, Yin akaanza kumwomba msamaha mshikaji kwamba amekosa sana kwa maisha aliyompitisha na nini. Waliangaliana pale kwa sekunde kadhaa huku akilia. Askari akamvuta Yin akataka kuondoka naye. Shu akaona haiwezekani, akasimama juu ya meza. Akatoa spika kwa kono lake la kushoto, akaichomoa. Baada ya kuchomoa, akaingiza mkono ndani akamdaka mke wake. Askari wawili waliokuwa pande mbili tofauti walitumia nguvu nyingi sana kuwaachanisha. Miaka 2 ikapita. Yin akatoka kutoka gerezani, akaja hapa kwenye mabarafu. Yin hakuamini kuona jamaa aliyekuja kumpokea ni Shu. Shu ndo amekuja kumpokea kwa mara ya kwanza anapotoka gerezani. Wakakimbiliana pale wakakumbatiana, mapenzi yakawa mubashara motomoto na nini. Baada ya hapo waliishi maisha yenye furaha sana. Nina swali kwako wewe mwanaume unayetazama movie hii. Unaweza kukubali kumuoa mwanamke ambaye unajua kabisa ameathirika na virusi vya ukimwi? Niambie hapo kwenye comment. Kabla hujaondoka hapo chini kuna movie ambayo inahusiana na huyu jamaa ambaye alitembea na wadada 3 kutoka kwenye familia moja bila wao kujua. Wanataka kujua ilikuwaje, story nzima iko hapo, lakini hapo chini pia kuna story ya huyu dada ambaye alimuomba rafiki yake kipenzi wa karibu BFF wake mwenye bonge moja la mshepu mwenye msambwanda amtege mume wake ili ajue kama mume wake anampenda kweli au la. Wanataka kujua nini kilimkuta huyo dada. Story nzima iko hapo chini, lakini hapo chini pia kuna story inayohusiana na mchungaji ambaye alipendwa na binti mwenye mapepo ya ngono. Wanataka kujua moyo mchungaji alitoboa au la. Story nzima iko hapo. Asante sana kwa kuitazama Fredflix TZ hadi hapa. Naomba like, subscribe, share, comment. Usipopenda usilike, usisubscribe, usicomment, usishare. Simu ni yako na bando ni lako, sikupangii cha kufanya. Toa maoni yako hapo kwenye comment, niambie ni movie gani nyingine ni tafsiri kwa Kiswahili, lakini pia niambie ni kitu gani kiongezwe na kitu gani kipunguzwe kwenye hii channel yangu ili mambo yaendelee kuwa mswano. Kumbuka hakuna mimi bila wewe, ndo bosi wangu. Na ambao mnaziulizia part 2 za movies nyingine zilizoziposti fupi hapa, part 2 zinakuja, muwe na subira, msijali. Mambo mazuri matamu masweet yanakuja hapa kwenye Fredflix TZ. Asante sana, na muombea huyo ambaye amekuashia wifi, ambaye amekupa password za wifi, endelee kukupa hizo password daima, usibadilishe password ili uendelee kuwa hapa na simu yako iendelee kukaa na chaji ili uendelee kuenjoy mavitu mengi mazuri masweet kutoka hapa Fredflix TZ. Stay safe, moko love y'all.